cha kusukumwa kutoka kwenye chumba cha baraza, kusukumwa nje na kufungiwa mlango nje kabisa. Basi nikajua sasa tuna kanisa, lakini wachungaji wa Mbeya na wa Dar es Salaam wakaniambia uje Dar es Salaam mara moja. Kufika Dar es Salaam wamenipelekea tiketi ya ndege. Wachungaji wa Mbeya na wakaniambia uje Mbeya. Basi nikafanya mkutano. Mgogoro ndio ukakua sasa. Ikawa lazima awe anafunga mikutano yote na kufanya wote waliohudhuria watengwe na kanisa la TAG na kupelekwa polisi na kukamatwa na kuwekwa rumande. Machafuko yakaanza hapo. Hasira sasa mgogoro ukakua kiasi kikubwa. Mwisho mwaka 82 Desemba tukaamua sasa pamoja na wale wengine wachungaji kama 35 ili kwamba hatuwezi kuondoka kanisa la TAG tunalipenda. Huyu akatuondoa tu, yeye mwenyewe aondoke kama anataka. Lakini sisi hatutaweza kuondoka, maana tutagawa waumini, tutaharibu kanisa. Sasa tuliposema hivyo ikabidi polisi watumiwe na kuwatoa wote rumande. Hawa wanazolewa, hawa wanaingizwa, hawa wanapelekwa, hawa wanatolewa, hawa hivyo miaka yote. Na tukaitwa sisi ni TAG upande wa Injili na kuwaimarisha washirika tu kwamba mpaka mgogoro utakwisha sisi tuko pamoja, hatutaweza kuliacha kanisa. Tulijitahidi kuliumba kanisa. Wao wanataka wagawanye kanisa, sisi tunaliumba kanisa. Wao wanatufukuza na wanajua waziwazi tukitoka kanisa litagawanyika mara mbili, lakini wanalazimisha kufanya hivyo. Na sisi tu miaka 10 ya mateso makubwa sana. Mateso siwezi kusimulia. Mateso waliokuwepo miaka ile wanayajua mateso yale, lakini hatukutaka kugawanya kanisa. Katika mateso yale rais wa nchi akaamua sasa kwamba upande huu nao sasa usajili, kwa sababu watu watafia jelani na lockup. Ndio tukasajiliwa sasa 91 ndio kuitwa EAGT baada ya machafuko makubwa. Kwa hiyo mgogoro huu uliruhusiwa na Mungu kwa makusudi ya kutakasa kanisa. Sasa viongozi walitumia heshima, sifa zao kukuza huu mgogoro. Na hatuwezi kujua kufunguliwa kwa EAG ni mapenzi ya Mungu, ili Injili ihubiriwe, watu waone Injili kote. Hata tuliposajiliwa tulianza kuinena Injili kwa moyo wote. Mpaka sasa Mungu ametujalia kuwa na makanisa mengi, maelfu na maelfu ya makanisa. Tunajenga makanisa makubwa, tunaendelea kwa uamsho mkubwa. Na wenzetu TAG nao wanaendelea upande wao. Mimi siwezi kusimulia upande wao, lakini nao wapo wanaendelea. Kwa hiyo ndio maana na chanzo cha mgogoro wa TAG ukazaa EAG, nayo inaendelea. Tunataka Yesu atukute tunaendelea kuwaletea watu habari njema, waokoke, waende mbinguni wakiwa na neno lisilo na vipingamizi wala sheria. Katika kipindi cha mgogoro, nadhani hata washirika walikuwa na wakati mgumu sana. Lakini nakumbuka kwamba kipindi hicho wewe mgogoro au misukosuko ilikuandama zaidi. Kwa ufupi, unaweza kukumbuka ni msukosuko gani ambao umo akilini mpaka leo? Kwa mfano, uliwahi kuwekwa ndani Butimba, uliwahi kuwekwa ndani Arusha. Ni wapi ambapo palikuumiza sana kiasi cha kwamba ilikupa nguvu wewe kuendelea mbele ya kazi ya Mungu? Nilikamatwa Tukuyu, karibu tupinduke milima ya Tukuyu ya Mwakaleli, tunapelekwa na polisi kuwekwa loka Tukuyu mjini. Tumekamatwa Dongo Beach huko Mbulu, tukapelekwa mahakamani usiku na kuhukumiwa huko, na kesho yake kukamatwa na kuamuliwa kwenda
mji wa Mbulu kuonana na mkuu wa wilaya kule, na huko mkuu wa wilaya akatuacha. Nimekamatwa Arusha na kutiwa misukosuko sana na kunyigwa vibaya na kuwekwa chumba kibaya chenye utitiri wa wadudu, ni kwa shida na harufu ya ndoo ya vinyesi vya mavi. Nimesumbuka sana. Alafu nimekamatwa kule Dar es Salaam, tumeponyoka bahati. Nimekamatwa hapa Mwanza na kukaa kule kizuizini. Haikuwa lock up tena. Lock up tukatolewa tukapelekwa kizuizini kule. Wao walisema tunakuacha detention huko. Na kule nimeponyoka mauti. Nimepigwa, si kila siku kilikuwa kipigo tu cha mwaka. Kila siku. Haikuwepo siku kwamba itapita bila fimbo za mianzi kunipata kichwani, mwilini, mateke yaliyonifanya nikavimba kwa ndani mpaka nikafasuliwa operation kutolewa madude hayo. Naona nimeteswa sana zaidi hapa Mwanza, Butimba ndiko kule nimeumizwa sana. Lakini ukikumbuka kwamba hata wenzetu wa Biblia waliyapitia haya, unafarijika. Hakuna njia ingine yote. Kama ningeliepuka haya, sijui tungekuwa wapi leo, kwa sababu hata tusingekuwa tunahubiri habari njema tena. Shetani alinuia. Kule Butimba ilikuwa limekusudiwa nife, niuawe kwa mipango kamili iliyokuwa imepangwa na wenzetu. Naona. Kwa hivyo, lakini Mungu alinioteshea watu hapo magerezani, wakaniambia mipango iliyopo. Wakaniambia wenzako wametoa, ndio maana watatekeleza. Na wewe waambie ndugu zako wajikusanye watoe huko ili kuondoa haya. Lakini haya yote hayakusaidia. Na najua kwamba faida nyingine iliyonipeleka jela ni kuwahubiri watu wa jela. Baada ya mimi kutoka, ilikuwa wiki ya kesi za miaka 10, 15, mingapi, miaka 7 ziliondolewa. Wote walianza kusema tunakutana nao mjini, ulipotoka tu na kutuombea na kutuhubiri, tumeitwa mahakamani. Karibu watu 8 hivi na wakaitwa mahakamani na kesi zao kufutwa zote. Na nilihubiri sana humo. Nilikusanyiwa mikutano ya wafungwa wote na walio kizuizini wote. Nikasema habari njema huku nimesimamiwa na jeshi wa polisi wa magereza. Kwa hiyo mara nyingine ni Bwana anaweza akaruhusu haya, ukapata mateso haya ili na wengine wasiosikia injili wakasikie. Kwangu nikafarijika, japo niliumizwa sana, lakini ilinitia moyo kwamba si peke yangu. Ukisoma Biblia utaona wengine walioyapata hao zaidi haya. Kidogo nikukumbushe, au kwa wale ambao hawakuwepo siku ulipokamatwa hapa Mwanza. Nadhani pale kwenye mahakama ulinyimwa dhamana. Watu walianguka na kuzimia. Ulijisikiaje ulipokuwa unaona hali kama ile, na wakati unajua huna kosa? Ilikuwa siku mbaya kwangu sana. Hata nilipopelekwa kule kizuizini, sikupata usingizi kufikiria yale ya mahakama kuninyima dhamana. Lakini baadaye yule askari polisi anayesimamia mashtaka alitubu. Akasema, bwana, mimi nimepata mapesa bwana, kwa hiyo ninaomba mniombee msamaha kwa
kwa mzee ni anisamehe nisipate laana hii. Kwa hiyo kwangu mimi nilifurahi tu kijana yule kujijua, nikasema hana kosa, limesamehewa, lakini ilibidi nipitie hayo kwa ajili ya Injili na nchi yetu. Niliona huruma mno, hasa mama Pendo, yaani mama Ntobi. Kuna mama mmoja anaitwa mama Pendo wa Pasiasi. Yeye alikuwa kama akili zimemtoka kabisa. Wakati tunaingia kwenye lori la gereza, tunawekwa ndani humo kwenye lori, alifuata ile lori, anakimbia analia mpaka likaja kumwachia posta. Yaani anaomboleza kiasi cha kuvurugikiwa kabisa. Nilijisikia uchungu na mateso. Hali yangu haikuwa nzuri kabisa, lakini zaidi nilionyesha sura ya kuwafanya waendelee kuomba, sura ya kuwatia moyo. Mimi sikupenda kusema mahakamani, nilinyamaza tu, kwa sababu hata ningejibu yale ambayo waliyauliza yasingesaidia chochote, ila kutimiza tu mradi wa kujibu. Naona ninashukuru Mungu alinipa moyo wa kusimama, kuogopa. Nadhani mgogoro wa kanisa huu unatusaidiaje huu mgogoro? Alafu vile vile, je, watu hao sasa, uongozi ule umetoa msamaha kwao kama neno la Mungu lilivyo au vipi? Ule umesaidia kuwafundisha na wengine kwamba yaliyokuwa kwa manabii na kanisa la kwanza lililopitia mateso, ulikuwa mgogoro ule umeruhusiwa ili kuwakumbusha watu kanisa lilianzaje baada ya Yesu, na halafu hata kanisa la kiroho linaweza likaanzaje. Nimesoma kitabu cha John Wesley na cha watumishi wa Mungu wengi walivyoanza. Si rahisi. Mungu alitaka kufanya kitu, kuruhusu mateso kwa watu iwe kama kianzio cha kwamba njia ya mbinguni si rahisi. Kwa hiyo ni kutujulisha kwamba tuwe macho. Ukipenda cha Mungu, ukubali maumivu. Ule uongozi hata hujatamka kwamba tumewasamehe au tulikosea, hata bado wanadai haki, na sisi tumeachilia, wala hatuoni hilo ni kwamba walitufanyia makosa. Tumeachilia kwa Mungu, sababu ni kazi, haikuwa kazi ya kampuni wala ya mtu mwingine, ilikuwa kazi yake Yesu Kristo. Sisi hatuna neno, tuliachilia, tunasonga mbele, tunaihubiri Injili, tunashawishi watu wamtumikie Mungu, tunajikumbusha, tukiyakumbuka haya yanatutia moyo na nguvu, na ndio maana sasa tunasonga mbele. Na mimi nina nguvu, japo ni mzee, lakini nina nguvu za kuifanya kazi ya Mungu. Nimeuliza kwa Bwana ili anikute na mhubiri Yesu bila kuchoka. Simameni imara, kila mtumishi sehemu yake. Mwimbaji aimbe, mwombaji aombe, mhubiri ahubiri, mwalimu afundishe, mchungaji achunge kwa uaminifu, muumini awe mwaminifu, kwa kuona kwamba ni siku za kumaliza sasa kazi ya Yesu Kristo duniani. Kwa hivyo ni kujilinda kila mmoja, jua analolifanya lina mwisho sasa. Tuko katika siku ya 6, tunaingia ya 7. Basi kila mmoja atasimama kwa Mungu kueleza. Hakutakuwa tena na Injili, hakutakuwa na mateso, hakutakuwa na usumbufu, hakutakuwa na ajali wala chuki wala magonjwa wala lolote lile. Hakutakuwepo. Tunatazamia furaha katika ile mbingu mpya. Wana wa Mungu, ombi langu tuungane kuwa pamoja,
tupendane, tusameheane, tuachiliane, tushuhudie Yesu. Habari za Yesu tu yatosha. Na kuona ndugu yako na kumsaidia. Mtu anayempenda Mungu wapenda hata watu wengine, upenda kazi yake, upenda hata walio karibu na yeye. Aliye na Mungu hana kubwa wala dogo wala baya, wala yeye ni sawa tu siku inapopambazuka. Kwa hiyo tunamsubiri, mimi namsubiri Yesu aje anipumzishe kwa haya yote. Bwana awe nanyi. Alipofungiwa kuhubiri, alirudishwa kuwa mchungaji wa kanisa la Bugando. Na hili kanisa la Bugando chanzo chake kilipotokea Mabatini miaka ya 60, na lihamia opposite na au mkabala na shule ya sekondari ya Mwanza. Baadaye akawepo missionary aliyekuja kipindi cha Reverend Wentana. Alipofika alileta hema ambalo lilikuwa linaweza kuchukua watu 1000, lakini hakuridhishwa na nafasi ile. Ndipo alipotoa ushauri kwa washirika wa kipindi hicho kuchukua eneo hili la Bugando. Kwa hiyo kanisa hili lilianza kujengwa mwanzoni mwa miaka ya 70, na askofu mwenyewe ni mshirika wa kanisa hili, na tukichukulia umri wake wa jengo hapa unaweza kuwa lipungue na umri wa miaka 30. Kanisa hili la Bugando limezaa makanisa mengi ambayo yataelezwa na mchungaji anayechunga kanisa hili. Ifuatayo ni sehemu ndogo Mchungaji Charles Kuguru. Mimi ni askofu katika jimbo hili la Mwanza Mashariki, na ninasimamia makanisa katika jimbo hili, makanisa yasiyopungua 200, na hayo ndio makanisa ambayo nasimamia katika jimbo hili. wewe ukiwa ni askofu wa jimbo la Mwanza Mashariki na kanisa la EAGT, ulipataje wokovu wako? Mimi kama askofu wa kanisa la EAGT, wokovu wangu niliupata mwaka 1978. Niliokoka nikiwa katika shule, nilikuwa ninasoma huko Tabora. Na baada ya wokovu huo nikabatizwa mwaka wa 80. Ilikuwa ni wakati wa tarehe 25 mwezi wa 12, wakati wa Christmas, na nilibatizwa na Askofu Rusito pale Tabora. Na baada hapo nikawa nimejiunga na shule ya sekondari Tarime. Lakini baada hapo miaka 2 nikawa nimeacha shule na nikawa nimeendelea kuifanya kazi ya Mungu huko kijijini kwetu Butiama. Mwaka 1981 ndipo nilianza kutumika huko. Askofu Moses Kulola unamfahamuje na unanufaika vipi na huduma yake ya Injili?
Askofu Krola, yeye mimi namfahamu kabisa kwamba ni mtumishi wa Mungu. Kwa huduma yake mbalimbali, kwa huduma yake watu mbalimbali wameweza kuokolewa na sisi tukiwemo. Kwa hiyo yeye ni mtumishi wa Mungu ambaye Mungu ameweza kumuita katika nchi ya Tanzania, na hivyo kwa huduma yake kwa kweli watu wengi tumenufaika, na kwa huduma yake makanisa mengi yamezaliwa, na hata sasa tunaona hata nje ya nchi yetu ya Tanzania sasa makanisa mengi yanafunguliwa kutokana na huduma yake. Naomba uwafahamishe au wape ujumbe mdogo watazamaji wanaokutazama kuhusu nyakati hizi za mwisho na kazi ya Injili. Kwa kweli ujumbe wangu katika nyakati tulizo nazo hizi za mwisho kwa watu wale ambao wananitazama, ningelipenda kuwashauri ya kwamba ni wakati ambapo tunahitaji kila mmoja wetu kusimamia wokovu, kitu kinachoitwa wokovu. Kila mmoja asimame imara. Wakati huu ambapo tuna mambo mengi yanakuja na kuyumbisha, hasa imani nyingi ambazo zimetokea zinayumbisha Wakristo, zinayumbisha watu wa Mungu. Lakini ningeliomba kwamba kila mmoja asimame imara na asikilize mahubiri ya kweli, asidanganywe na mahubiri ya wapita njia. Naitwa mchungaji Arfaxad Mordekai, mchungaji wa kanisa AGT Kitangiri inayoitwa Mizeituni Gospel Outreach Church. Namshukuru Mungu kwamba ndani ya kanisa hili la Evangelism of God kazi ya Mungu inafanyika kupana na kwa ukubwa katika eneo la Injili ndani ya nchi yetu. Kwa hiyo ni shukrani kabisa kuwemo ndani ya kanisa la Evangelism of God chini ya askofu wetu mkuu Archbishop Moses Kulola. Kwa wana wa Injili na watu wengine wote, utawafahamishaje? Wewe unamfahamu vipi Askofu Moses Kulola na unanufaika vipi na huduma yake? Kwa kweli hili ni swali ambalo nilikuwa nasubiri kwa hamu sana. Mimi ni miongoni mwa watu ambao namfahamu kwa kina na kwa upana Askofu Mkuu Moses Kulola, kutokana na mimi mwenyewe nimeoka katika mkutano wake mwaka 1984 katika shule ya msingi Pamba mjini Mwanza. Na mtu huyu amefanyika msaada katika huduma yake kunielimisha, kwa maana mimi nimejaliwa katika familia mbili, Roman Catholic na Waislamu. Kwa hiyo ilinifanya nikaboreka kiroho mpaka kuelewa kwa upana, na ni miongoni mwa watu ambao wamenisaidia kunifundisha na kunielekeza habari za Yesu. Si hivyo tu, pia nimeishi nyumbani kwake nikiwa mtoto wake na mjukuu wake. Kwa hiyo huduma hii nimeielewa kwa upana namna hiyo, na ninawaka na kila kizungumzo. Kwa wale ambao wangependa kufahamu zaidi, wewe utawaeleza nini kwamba Yesu anaokoa ndani ya Injili hii? Ukweli kabisa, kwa wale ambao hawajamjua Yesu, nataka niwaambie kabisa huko nikiwa na furaha kwamba ndani ya hii huduma ya Evangelism of God inayoongozwa na Archbishop Moses Kulola, watu wamebadilika. Mimi mwenyewe ni wa kwanza kabisa, nilikuwa Muislamu kama nilivyosema hapo awali, nikabadilika, nikamjua Yesu, nikaokoka. After all nikawa nimeelewa nini cha kufanya, na ndio maana nikadecide kuendelea na hii huduma. Na kwa hiyo nawataka watu ambao bado hawajamjua Yesu wakubaliana maneno haya na waone kuna busara kumwamini Bwana Yesu, hasa katika hii huduma ambayo ni huduma ya kusambaza Injili katika nchi yetu. Thank you very much for your cooperation. Joseph mchungaji wa kanisa la Buzuruga mjini Mwanza. Mchungaji Simon Joseph, mchungaji wa kanisa la Evangelistic Assemblies of God Buzuruga mjini Mwanza. Kazi nimeanza mwaka 1992. Mchungaji, naomba wafahamishe watu ambao wengi wao wanashindwa kuelewa na kumwelewa mtumishi wa Mungu Moses Kulola na huduma yake. Wewe imekunufaisha vipi na vipi inahudumiaje, inaridhisha vipi na kugusa na kutoa huduma katika mioyo ya watu na maisha yao kwa ujumla? Kwanza nimeokoka katika huduma yake mwaka wa 1981, na kuanzia hapo
nikawa mshirika katika kanisa la Nyakati. Katika huduma ya mzee imenisaidia sehemu kubwa, kwa sababu nimejifunza mengi kutoka kwake, na hata nilipoitwa kumtumikia Mungu, mara nyingi nimekuwa nikijifunza kwake, kwa sababu hata amenitangulia katika huduma na ni baba yangu kiroho. Mengi nimejifunza kwake sana. Utawaambiaje watu kwamba mtu anapokuwa kiongozi mkuu akubali ushauri, haambiwi lolote zaidi ya yeye anavyoona? Je, hilo linampata yeye? Tatizo hilo linatokana kwa mtu binafsi, hasa anapokuwa na upungufu wa neno la Mungu kwa yeye binafsi na kukosa kunyenyekea. Hiyo ndio maana hutokea. Lakini kwa kiongozi wenu ambaye ni kiongozi mkuu wa kanisa la Evangelistic Assembly of God, tatizo hilo lipo kwake au ndani ya wachungaji? Kwake haliko, kwa labda kwa wachache wanaoongoza. Una ujumbe gani kwa watu wote wanaokutazama sasa hivi kuhusu kazi ya Mungu? Ujumbe wangu ni kwamba Yesu anakaribia, waifanye kazi ya Mungu kwa uaminifu kwa wale ambao ni watumishi wa Mungu, na kwa wale ambao bado hawajamkiri Yesu kama Bwana na Mwokozi wao, wafanye hivyo haraka kumpokea Yesu. Ili watu wawe na kumbukumbu nzuri na haya wanayoangalia na kuyasikia. Ulipofukuzwa ukondolewa katika kanisa la TAG, ulifukuzwa ukiwa na wachungaji 35. Je, hao wachungaji hadi leo bado nao katika kazi ya Mungu? Pia sasa hivi unasimamia makanisa mangapi kwa nchi nzima? Na ikiwezekana tufahamishe kama mnazo vyuo vya Biblia ni vingapi hapa nchini sasa hivi? Wale wachungaji tulioanza nao tunaendelea pamoja, na wengine walishatuacha, lakini majority tunao. Pastor Masalu, ni wengi, ni wengi tunao. Labda 2 watatu walishakengeuka wakatuacha, hawakupenda majaribu haya, wakatuachia shida, wakakimbia, wakaanza yao, lakini tunaendelea. Na kuanzia makanisa hayo mpaka leo makanisa yamezaliwa mengi, zaidi ya 2,000 sasa hivi, zaidi ya 2,000 makanisa makubwa na madogo. Na tunayo makanisa mengi ya watu maelfu, mamia, wana ibada 2 au 3 au 4, mpaka sehemu zingine wana ibada 5 kwa siku ya Jumapili. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu sana. Mungu ametusaidia, hatujivuni chochote. Msaada wetu umetoka kwa Mungu, kutushindania, kutufariji, kututia moyo. Kuhusu Biblia, chuo za Biblia tunazo sasa hivi 2. Tumeanza kazi hii bila wachungaji waliofundishwa Biblia, isipokuwa wale waliokuwepo tokea zamani, waliopitia Bible school za TAG. Nao ni wengi. Sasa wachungaji wetu walitafuta wajifunze neno, hawakupata. Tulitaka tuingie sehemu ya wenzetu kujifunza, wanakataa. Tulimwamini Mungu na Mungu akatusaidia. Makanisa yetu yakawa na wachungaji wasiodanganya, ambao hawakushiriki hata mmoja nabii chafu, nabii za mapepo, nabii za uongo, hawakushiriki. Walikuwa kama wamepita kwenye Bible school. Huruma ya Mungu akijua mnamtegemea yeye, naye anakuwa pamoja naye, kwa kuwa hamfanyi hivyo kwa makusudi.
na kazi ya Mungu imejengeka katika uwezo wa Roho Mtakatifu sana. Sasa tunazo Bible school 2 ya Dar es Salaam na ya Tarime, na wanaopenda kujifunza wanaenda, na wachungaji wengi wamegraduate na wengine wanaendelea, wakimaliza wanaingia hivyo hivyo, tunaendelea na Mungu anatusaidia, na walimu wengi wanatembea wakifanya Bible studies katika makanisa. Wachungaji wana nia kujifunza, kazi ya Mungu inaenda vizuri. Wana wa Mungu wangependa kufahamu, miaka ya 80 mwishoni kuja 90 kujitokeza kuyumba kukubwa sana, tofauti na mgogoro uliokuwepo mwanzoni mwa miaka 80. Mgogoro huu na kuyumba huku ni kwa ajili ya imani mbalimbali zilizojitokeza. Moja ya imani ni hii iliyochanganya makanisa, likiwemo kanisa hili imani ya Power of God. Walio wengi walidiriki hata kukushirikisha wewe kwamba unaiunga mkono imani kama hiyo, kwamba ni matendo makuu ya Mungu. Leo hii watu wangetaka kufahamu unatoa usia gani au msimamo gani kuhusu imani mbalimbali ikiwemo imani hiyo ya Power? Imani ziko nyingi sana. Nafikiri watu wanafahamu mahubiri yangu, mafundisho yangu siku zote, miaka yote. Mimi sishikamani na imani za ovyo za mitaani. Hata ilipoingia imani ya Power iliyumbisha wachungaji, waumini na hata kamati mbalimbali za madhehebu na za madhehebu yetu. Walinijia hapa kusema izuie imani hii. Nilinyamaza kimya, ningoje jibu la Mungu. Jibu la Mungu lilipofika, tulidhibiti imani hii. Na imani yangu katika Yesu Kristo, wokovu, kwenda mbinguni. Hizi imani dunia nzima ziko imani maelfu na malaki, itasaidia nini? Kwa hiyo tulisaidiwa kuidhibiti imani hiyo kwa makanisa yetu. Walielewa wachungaji na waumini. Kanisa yetu yakabaki vizuri tu mpaka leo tunaendelea. Nao wanaendelea wa imani ya Power, nao wanaendelea huko. Hatuwezi kuingilia huko, sababu sisi hatushindani na madhehebu, tunashindana na Shetani. Nao wanaendelea vizuri tu, na sisi tunaendelea upande wetu. Kuna tabia au tatizo ambalo limekuwa likijitokeza na hata serikali inalipigia kelele tatizo hilo. Kuna mihadhara ya mabishano ya kidini waziwazi. Wewe kama mtumishi wa Mungu, je, Mungu anapendezwa na mfumo huo? Mfumo wa mihadhara si mzuri. Kubishana juu ya Mungu si vizuri, na nimeyazuia mara nyingi sana. Katika mabishano Mungu hayumo. Msibishane. Hata mtu anataka kuleta mabishano katika neno la Mungu, anataka kujua na kuuliza maswali, anajua anataka kuuliza nini, lakini anakejeli. Ni hadhara ya kutukana mwingine juu ya imani yake si nzuri. Naona hata kama unashuhudia mitaani, watu hawapendi. Usilete mabishano. Baada ya wanataka kufanya mabishano, wewe ondoka, nenda. Injili ya kubishana si ya Mungu, ya wanadamu. Jiepusheni na mabishano juu ya shuhuda zenu za kumshuhudia Yesu. Kwenye mabasi, kwenye vituo, wanaweza kuinua mikono kusema tuna maswali tunataka kuuliza. Wewe kataa maswali. Lakini ukiona kwamba hapa ni wajibu, utayajibu maswali yaliyo mema, mengine utayakataa. Mawili matatu unaondoka. Lakini usifanye mabishano juu ya injili ya Yesu Kristo. Yesu Kristo ni mwaminifu, ni mwema, mzuri, mpole. Mbishi hakubisha.